licha ya watu kupanga mpangilio tofauti tofauti ya kuleta vurugu Tanzania, wakidai katika njia ya maandamano, hawa watu wana agenda yao kubwa sana. Watu wana agenda yao kubwa sana, na lengo lao kubwa ni kuipindua serikali. Yani hilo liko wazi. Kwa hiyo ndio maana wanakuwa na njia tofauti tofauti za kusema kwamba wanajaribu katika njia hii na hii na hii na hii na hii na hii. Endapo wakishindwa kuipindua serikali katika njia ambayo ni ya amani, basi waweze kupindua katika njia zao ambazo kama hizo ni za vurugu, kwa sababu wanaona pande zote hawa watu wanakuwa wamekaba. Na hawa watu ni maagenti ambao wanatumika, wanalipwa pesa nyingi ili waweze kuja kuleta machafuko nchini kwetu. Kwa hiyo tusipokuwa makini, yani serikali inabidi isiwe na wapuuza hata kidogo. Yani hata kama wakitoa neno dogo, serikali isichukulie kiudogo, kwa sababu ikichukulia kiudogo, mwisho wa siku itakuja kuleta madhara makubwa. Watu hawa give up. Hawa ni watu ambao hawataki kukata tamaa, wanaamini kwa kile katika kile ambacho wanakifanya. Kwa hiyo serikali inabidi iende nao hivi hivi mwendo mdundo. Nimefurahishwa sana na kauli ya Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania siku ya jana alivyokuwa amehutubia bungeni. Aliongea kitu kimoja kikubwa sana, na maamuzi ambayo aliyachukua ndio, au kauli ambazo alizoziongea ndio kauli ambazo inabidi kuondoka nao hawa watu, kwa sababu ukienda kwa njia ya kuwabembeleza hawa watu sio poa. Na hawa watu nguvu kubwa wanaitoa nje, na wanaaminisha kwamba uko nje kwamba wana nguvu kubwa sana Tanzania. Na wanatumia kwamba changamoto ambazo zilizopo wanazitumia kuzigeuza kuwa kama chuki kubwa zaidi, ili tupaka tufikie stage kwamba watu wauane wenyewe kwa wenyewe, watu wafanyane ubaya wenyewe kwa wenyewe, watu tudhuriane, watu tuchomeane mpaka biashara. Just imagine kwamba changamoto za kimaisha zinakupelekea, kwa sababu una chuki, mpaka unakuwa na wivu hata na duka la mtu ambaye unajikuta hata usiki na siasa unalichoma. Yani changamoto inakuwa wewe unakuwa na beef, unaenda kuchoma mpaka vituo vya mafuta, unachoma mpaka vitu ambavyo ni maendeleo ya jamii ambayo sisi ambao tunaitumia. It means ni kwamba watu wanatumia yani shida au changamoto za watu kupandikiza chuki zaidi. Yani mpaka chuki itaweza kutoka kwa viongozi mpaka chuki inakuja kwa sisi. So we must be very careful. Kauli ya Mheshimiwa Waziri Mkuu ya jana ameiongea moja kauli moja nzuri sana. Hem, tumsikilize. Mimi hiyo kauli naiunga mkono, na spana aliyozipiga naziunga mkono 100%. Tumsikilize mheshimiwa. Uhakika mmoja naowaambia, tunafuatilia yote hayo. Tunawaambia kama au wanaoandika magrupu ya WhatsApp hayo wakiwa huko, tunawaambia wao na wanaowatuma, hatuwezi kutetereka kwenye jambo la kuilinda nchi yetu na rasilimali zake. Tutailinda nchi yetu, tutawalinda Watanzania, tutalinda rasilimali zake, na wala hatutaruhusu watoto wa Kitanzania watumike kibiashara na wale wenye